Ni Simba Sports Club dhidi ya Esperance de Tunis ndani ya uwanja wa Olympique de Rades. Wanakwenda kukutana hii leo saa 1 kamili usiku. Simba Sports Club ana pointi 0 na Esperance de Tunis ana pointi 2. Kama wametofautiana kidogo sana, leo ndio tunakwenda kujua nani anakwenda kung'ang'ania ile nafasi ya mwisho. Hii ni The Golden Boot, mimi ni Yusufu Mpuma, niko na Leopard. Atatupitisha kwenye kila sehemu ambapo Simba wanatakiwa kufanya ili kupata yale mazuri ambayo Watanzania wengi wanayatarajia. Leopard John, Simba wanakutana bwana na Esperance. Utakuwa ni mchezo wa aina gani? Tuanzie hapo. Unakuwa ni mchezo mgumu kwa timu zote mbili kwa sababu ukiangalia Pedro Goncalves, Pedro amekukaa. Yeah, of course kwa upande wa Simba inakwenda kuwa ni mechi ya kwanza kwa upande wa mwalimu Steven Becker katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ukitazama Simba katika hii michuano amekuwa hawana mwendelezo mzuri kwa sehemu moja ama nyingine, kwa sababu mpaka hivi sasa kwenye mechi zake mbili ambazo ameshacheza hajapata alama yoyote. The same kwa Esperance, wao kwenye mechi mbili wamepata alama 2. Sare ya kwanza dhidi ya vijana wa Stade Malien ndani ya uwanja ule ule. Yeah, of course. Lakini pia sare ya pili katika dhidi ya vijana wa Petro Atletico ya nchini Angola. Inakuwa ni kuwa ni mechi ambayo inawakutanisha wale wawili wa mwisho kwenye kundi D, kwa sababu hawa ndio wamekuwa wanaburuza mkia. Esperance akiwa na alama 2, Simba akiwa hana alama, lakini Simba ndio amekuwa na matokeo mabovu zaidi katika kundi D kwa sababu mpaka hivi sasa hana alama yoyote kwenye msimamo wa kundi. Lakini Simba ambao tunazungumza wamefanya maingizo mapya ambayo kidogo yanatoa ile morali na hamasa aidha kwa mashabiki, lakini pia hata kuatisha Esperance kwa sehemu moja ama nyingine juu ya maingizo yake mapya ambayo ameingiza. Mtu kama vile Chama amerejea kwenye kikosi, akina Gay wapo katika kikosi, the same kwa mtu kama vile Toure mlinzi huyu golikipa, Jibrila, hao wote ni sehemu ya players wapya ambao huenda wakaenda kuongeza nguvu kwenye kikosi cha Simba, na baadhi ya maeneo ambayo Simba tulikuwa tunaona kwenye mapungufu huenda yakawa yamezibika kwa sehemu moja ama nyingine. Lakini Esperance kwenye huu mchezo anaingia kama title contender bado, kwa sababu ukiangalia katika engo ya mafanikio Esperance amekuwa na mafanikio bora katika hii michuano au mafanikio makubwa kuliko klabu ya Simba. Kwa maana Simba tunamzungumza katika hii michuano ligi ya mabingwa barani Afrika, hatua yake nzuri ambayo amesha kuifikia ni hatua ya robo finali. Mara kadhaa, takriban mara 4 ameshafika katika hii hatua, lakini Esperance huyu tayari ameshakuwa bingwa kwenye hii michuano. Mwaka 2019 alitwaa hili taji, lakini pia msimu misimu miwili nyuma alikuwa ni finalisti wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika akicheza dhidi ya National Al Ahly katika mchezo wa finali na kupoteza. Kwa hiyo Esperance anaingia kwenye huu mchezo akiwa anapewa nafasi kubwa ya kuibuka na ushindi. Kwanza yuko nyumbani katika uwanja wa Olympique de Rades katika jiji la Tunis, pale Tunisia. Hiyo ni advantage ya kwanza kwa upande wa Esperance. Lakini bado unaangalia aina ya wachezaji ambao wapo kwenye kikosi. Hii leo wanamkosa mshambuliaji wao ambaye amepata majeraha kwa maana ya Yusuf Belaili, Algeria huyu anakosekana leo kwenye kikosi, lakini hiyo haiondoi kwamba wao kuwa bora. Wana mtu kama vile Yan Sase, raia wa Brazil, huyu amekuwa na mwendelezo mzuri akiwa na hichi kikosi, lakini bado kuna mtu kama vile kana Yusan Tika wapo kwenye kikosi, Yasin Maria mlinzi huyu, Aminiala Memiche golikipa huyu, hawa wote wamekuwa wana huo mwendelezo mzuri wakiwa na kikosi cha Esperance Sportive de Tunis. Kwa hiyo hii leo tutakwenda kushuhudia mchezo mzuri ambapo walimu wa timu zote mbili huenda wakaenda kuotanisha kitu cha tofauti, kwa maana hawa wote wawili wanaamini kwamba hapa ndio sehemu ya kupata alama ili mradi kujiongezea nafasi ya kuwa katika sehemu bora katika kundi na kufika hata hatua robo finali. Tukiangalia ubora wa timu zote mbili, upande wa Esperance wamekuwa hatari sana kwenye mipira ya kutokea pembeni, hasa kwa mawingo wao. Ukirejea kwa upande wa Simba, wamekuwa wanatengeneza build up ya haraka mno, yani Simba kutokea golini kuja mpaka golini mwako, na wana wachezaji wenye hatari sana kwa 1v1, hasa Elim Panzu. Ongezeko la hawa wachezaji kama Clatous Chota Chama na beki wakati huyu ambaye anakwenda kuongeza kitu.
Unadhani Simba wanakwenda kunufaika vipi? Tukiangalia hasa na current performance ya Esperance si nzuri sana. Kwanza ni katika eneo la ubunifu. Mimi naamini uwepo wa Chama katika eneo la namba 10 inaweza ikawa imewaongezea kitu Simba katika mechi ya leo. Kwa sababu ni wazi katika mchezo wa leo Simba anaingia kama timu nambari 2 kiwanjani. Muda mwingi tutakuwa tunamtegemea Simba akiwa anafanya counter attack. Nimezungumza by record Esperance anapewa nafasi kubwa. Kwa maana Esperance ameshafanya makubwa katika hii michuano na ameshawahi kuwa bingwa kwa sehemu moja ama nyingine. Compared yuko nyumbani. Tumeshazoea timu nyingi za kaskazini mwa Afrika wamekuwa wanafanya vizuri kwa katika uwanja wao wa nyumbani. Kwa hiyo Simba hii leo anaingia kama timu ya pili kiwanjani. Kwa hiyo tutamuona Simba muda mwingi akiwa yupo nyuma ya mpira, na muda mwingi wa mchezo Esperance watakuwa wanajaribu kupushi, wao watakuwa hawai nyuma muda wote, watakuwa wanapush mashambulizi kuelekea katika lango la timu ya Simba. Hivyo Simba muda mwingi atakuwa anategemea counter attacks, aidha kupitia kwa mawinga wake wawili. Mwalimu huenda leo akamchagua Elia Mpanzu au pengine akaanza na mtu kama vile Kibu Denis Prosper kama akiwa timamu, lakini bado hiyo itaondoa kwamba Simba watakuwa timu ya pili kiwanjani la kusubiri zile counter attacks. Kwa hiyo lazima wajidhatiti. Hii leo Simba wanamkosa mtu muhimu katika eneo la midfield kwa maana ya Alassane Maodo Kante ambaye amepata kadi nyekundu. So unaona ni pengo kwa sehemu moja ama nyingine. Hivyo hii leo tunamtegemea mtu kama vile Yusuf Kagoma pamoja na nani huyu Kamara anaweza kaa katika hiyo sehemu ya midfielder. Hivyo basi tutakuwa tunamisi huduma ya Kante kwa sehemu moja ama nyingine, lakini katika maeneo yote Simba nidhamu ndio kitu muhimu kwa sehemu moja ama nyingine. Maana tumeona jana wenzao kwa maana Young Africans walikosa nidhamu ya kiuchezaji, nidhamu ya kiulinzi, ndio maana moja kwa moja ikaja ikawagharimu katika eneo la kupoteza mchezo. Kwa hiyo Simba hii leo kwanza lazima wawe wana nidhamu kuanzia katika benchi la ufundi, kwa maana mbinu za mwalimu lazima zimheshimu mpinzani, lakini pia katika eneo la kushambulia lazima wamheshimu pia mpinzani, sio tu moja kwa moja waende kulielekea lango la Esperance Sportive de Tunis. Maana kuna mtu anaitwa Yan Sase. Huyu ni mchezaji hatari mno katika kikosi cha Esperance Sportive de Tunis. Ametoka kwenye majeraha, ameshakuwa fiti, lakini ni mchezaji ambaye bado ataimbwa sana katika mchezo wa leo kama kioo na mchezaji hatari ambaye Simba hii leo inabidi wamtazame. Yaani ili mali watu wanielewe, huyu Yan Sase anaweza akawa kama Imamu Ashur jana katika mchezo dhidi ya Young Africans. Acha kuwatisha mashabiki. Hebu tuangalie kama Yanga wamewarudisha Simba mchezoni hivi au wewe unazungumziaje? Huo ni utani wa jadi na always bado umekuwa upo japokuwa pia kuna uzalendo, lakini bado Simba na Yanga wamekuwa wanaombeana njaa mara zote. Kwa hiyo mashabiki wa Young Africans jana wamepoteza, waliumia, wa Simba wakafurahi, na hii leo mashabiki wa Yanga though sio wote wanaomba pia Simba apoteze ili mradi waweze kuchekana sawa sawa. Lakini katika yengo ya kitaifa mimi naamini binafsi yangu naiombea Simba iweze kufanya vizuri katika mchezo wa leo ili mradi unamaanisha nini kusema wanachekana? Unamaanisha nini kusema wanachekana? Kwa sababu wamekuwa wanaombeana njaa, kwa sababu kusema ni ile utani wa jadi ambao tumekuwa nao tangia miaka ya 1937. Usizunguke Leopard. Umesema kwamba mchezo ukiisha ndo wanachekana sawa sawa. It means Simba anakwenda kupoteza na leo. Nimesema yule ambaye amechekwa jana kwa maana walichekana. Sababu Young Africans wamekuwa wanatamba kwa muda mrefu. Ni mara ya mwisho sikumbuki Young Africans kapoteza mchezo ilikuwa ni lini. Nakumbuka kile kipindi kigumu dhidi ya Silver Strikers. Young Africans alipoteza katika zile mechi za awali moja kwa Malawi. Ni muda mrefu mpaka jana Young Africans kuja kupoteza, lakini Simba wao walikuwa wana wakati mgumu. Kwa hiyo ni kama vile jana nao pia walipata sehemu ya kuwacheka wenzao kwa maana mashabiki wa Simba. Lakini all in all Simba leo ana mechi ngumu na ana kazi kubwa sana ya kufanya mbele ya Esperance Sportive de Tunis. Lakini Simba, mashabiki wa Simba walikuwa wanaiomba walikuwa wanaombaga zamani hata wakutane na Esperance kipindi kile katika zile mechi za robo finali walikuwa wanamuomba Esperance wakutane naye, na leo bwana Mungu si atumani amewapatia Esperance tena akiwa nyumbani katika uwanja wa Olympic de Rades. Lakini Esperance Sportive de Tunis uwanja wa Olympic de Rades sio uwanja wao wa nyumbani, wamekuwa wanautumia lakini sio uwanja wao kabisa. Uwanja wao ni Hamad Agari. Huu ndio uwanja wao ambao wamekuwa wanautumia wenye capacity ya mashabiki 65,000. Kwa hiyo Esperance nao pia wamefanya kama vile Young Africans jana walivyofanyia kwamba wamewatoa
kwenda katika uwanja mwingine tofauti na uwanja wao mama. Kwa nini Simba na Yanga wanahamishiwa uwanja au wanaogopa uwezo kutoka? Maana Simba tayari ameshajengea jina Afrika. Popote pale, hata kama asipokuwa kwenye fomu nzuri, lakini timu pinzani lazima iwe na hofu inapokutana na Simba Sports. Kwa sababu wanaviheshimu hivi vilabu, kwa sababu ukiangalia hawa Esperance wenyewe ambao wanakwenda kuikabili Simba hii leo, mchezo wao wa mwisho kwenye wasema ni Tunisian Cup walipoteza bao 2-1. Kwa hiyo wanaingia kwenye huu mchezo huku mechi yake ya mwisho akiwa amefungwa bao 2-1, lakini Simba tumeona naye pia alitoka sare mechi yake ya mwisho dhidi ya Mtibwa Sugar kwenye ligi kuu. Kwa hiyo ni kama vile timu ambazo bado hazijakaa sawa katika engo moja ama nyingine katika eneo la matokeo zaidi. Kwa hiyo huenda leo tukashuhudia surprise katika huu mchezo, licha ya kwamba Esperance kuzungumzwa sana, kupewa nafasi kubwa sana, lakini hiyo haiondoi kwamba Esperance kuwa bora zaidi ya Simba. Ni wazi kwamba Esperance ni bora zaidi ya Simba katika engo ya mchezaji mmoja mmoja, katika engo ya mafanikio, lakini pia katika engo ya advantage ya kuwa nyumbani, kwa maana Esperance ana faida ya kuwa katika uwanja wa nyumbani katika ardhi ya Tunisia, kwa maana katika uwanja wa Olympiques de Rades, uwanja ambao Young Africans ameshawahi kufanya makubwa katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, akimfunga Club African bao 1-0, bao la Stefan Kiaziz, pasi kutoka kwa Abubakar Salum Shuaboy. Simba kushinda mchezo wa leo wala sio surprise, kwa sababu Simba tushazoea ni majanti katika michuano ya klabu bingwa Afrika. Leo hii wanashuka dimbani pale kwenye uwanja wa Olympique de Rades dhidi ya Esperance de Tunis. Ni majira ya saa 1 kwa saa za hapa nchini Tanzania. Anwar TV inawatakia Simba kila laheri katika mchezo wa leo, na tunawaombea bwana mshinde ili mliwakilishe taifa vyema. Hii ni The Golden Boot, mimi ni Yusufu Mpuma, nilikuwa na Leopard John mchambuzi huyu.